Rasmi Irani imeishambulia tena Israel, huku rais wa Marekani Donald Trump amemtaka Netanyahu kutolipiza kisasi chochote kile kwa kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati na mzozo ambao unaendelea kati ya Iran pamoja na Israel. Karibu sana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa basi hujachelewa, tumia sekunde chache kwa ajili ya kusubscribe channel yetu kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi kuhusiana na ulimwengu wa kisiasa. Hii ni Dolcan TV. Iran imefanya mashambulizi dhidi ya Israel kwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani, hatua iliyozua taharuki kubwa zaidi duniani. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutolipiza kisasi ili kuepusha kuenea kwa mzozo huo Mashariki ya Kati. Swali la kujiuliza, je, nini hasa kimetokea? Dunia inasemaje na nini kinaweza kutokea baada ya hapo? Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hii kwa ajili ya kukupa kile kinachoendelea Mashariki ya Kati. Iran imeanzisha mashambulizi dhidi ya Israel. Taarifa zinaeleza kuwa Iran imeanzisha mashambulizi makubwa yanayolenga maeneo mbalimbali nchini Israel kwa kutumia makombora ya masafa marefu pamoja na ndege zisizokuwa na rubani maarufu kama drones. Mashambulizi hayo yameelezwa kuwa miongoni mwa hatua kubwa zaidi kuwahi kuchukuliwa na Iran dhidi ya Israel katika historia ya hivi karibuni. Mara baada ya mashambulizi hayo, mifumo ya ulinzi ya Israel ilianza kufanya kazi kwa kasi kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo, huku ikijaribu kuyazuia makombora hayo kabla hajafika kwenye malengo yake husika. Makombora yote yaliyotoka Iran kuelekea Israel yaliweza kudhibitiwa baadhi na mfumo wa ulinzi wa taifa la Israel. Ingawa mamlaka za Israel ziliweza kuzuia sehemu kubwa mashambulizi hayo, tukio hilo limeongeza hofu kuhusu usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa na kimataifa wanasema hatua hiyo imeonyesha jinsi mvutano kati ya mataifa hayo mawili unazidi kuongeza kasi zaidi siku kadri ya siku, huku mataifa hayo mawili yakiendeleza uhasama mkubwa zaidi kati yao. Raia wanaoishi Israel na raia wanaoishi Iran hawana uelewano hata kidogo kutokana na mashambulizi yanayoendelea kwa sasa Mashariki ya Kati. Mara baada ya shambulizi lililorushwa kutoka Iran kuelekea moja kwa moja Israel, baadhi ya wananchi wa taifa la Iran wameonyesha furaha yao kutokana na mashambulizi ambayo yameweza kufanywa na taifa la Iran. Katika mji mbalimbali nchini Iran, mamia ya wananchi walionekana wakikusanyika mitaani wakishangilia baada ya kusikia taarifa za mashambulizi hayo yaliyolenga moja kwa moja taifa la Israel. Video mbalimbali zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha watu wakipeperusha bendera ya Iran huku wakitoa kauli ya kuunga mkono hatua ya serikali yao kwa ajili ya kudhibiti taifa la Israel. Kwa wananchi hao, mashambulizi hayo yanaonekana kuwa ujumbe wa nguvu dhidi ya kile wanachokiona kuwa vitendo vya uchokozi kutoka kwa Israel na pia vitendo vya unyanyasaji kwa kila ambacho wanadai kwamba ni haki yao ya msingi kupatiwa na mataifa mengine. Hata hivyo, wapo pia waliotoa tahadhari kuwa sherehe hizo zinaweza kuwa za muda mfupi ikiwa mzozo huo utageuka kuwa vita kamili ambavyo vinaweza kuleta madhara makubwa kwa raia wa kawaida duniani kote. Trump naye ameweza kutoa rasmi wito kutokana na kile kinachoendelea Mashariki ya Kati, vita vinavyoendelea kati ya Israel pamoja na Iran, huku rais wa Marekani Donald Trump akitoa kauli kali na kusema kwamba waziri wa Israel Benjamin Netanyahu hatakiwi kujibu chochote kile kwa hili shambulio ambalo limeweza kutokea, ili mradi waweze kufikia tamati ya mashambulizi yanayoendelea Mashariki ya Kati. Katika hatua nyingine iliyovutia hisia za watu wengi zaidi duniani, rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli akimtaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutolipiza kisasi mara moja kutoka katika taifa la Iran. Kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump, hatua ya kujibu kwa nguvu inaweza kupelekea vita kubwa zaidi ambayo itakuwa vigumu kuweza kuidhibiti ama kufikia suluhisho la mgogoro unaendelea Mashariki ya Kati. Trump amesisitiza kuwa ni muhimu kwa viongozi wa pande zote mbili kutumia busara na kuweka mbele maslahi ya amani badala ya kuongeza mapigano yanayoendelea Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa zaidi duniani, huku baadhi ya watu wakiunga mkono na wengine wakiamini kuwa Israel ina haki ya kujibu mashambulizi yoyote yatakayofanywa na Iran dhidi yake. Lakini swali la kujiuliza ni kwamba vipi Netanyahu atajibu mara baada ya ombi kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump?
Netanyahu atafanya nini sasa? Swali kubwa ambalo linaulizwa na watu wengi zaidi ulimwenguni. Mpaka sasa viongozi wa Israel wameendelea kufanya vikao vya dharura kujadili hali ya usalama wa kitaifa katika taifa hilo. Wachambuzi wanaamini kuwa Israel ipo kwenye njia mbili muhimu zaidi. Njia ya kwanza ni kujizuia na kuendelea kutumia diplomasia la pamoja na shirikizo la kimataifa kutafuta suluhisho la amani. Njia ya pili ni kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, jambo ambalo linaweza kuongeza ukubwa wa mzozo huo na kuhusisha mataifa mengine ya ukanda wa Mashariki ya Kati. Mbali na masuala ya kijeshi, wataalamu wa uchumi wanaonya kuwa mzozo huu unaweza kuathiri uchumi wa dunia nzima kiujumla. Mashariki ya Kati ni moja ya maeneo muhimu katika uzalishaji wa usafirishaji wa mafuta duniani. Hivyo kama mzozo ukiendelea, itakuwa ni hatari kwa dunia nzima kiujumla. Iwapo hali hii ya usalama itaendelea kuzoruta, bei za mafuta zinaweza kupanda kwa kasi, kuathiri gharama za usafiri, biashara na maisha ya watu katika nchi mbalimbali duniani. Masoko ya hisa pia yanaanza kuonyesha dalili ya taharuki kutokana na hofu ya kuongezeka kwa vita katika eneo hilo. Umoja wa Mataifa waingilia kati kuhusiana na hiki kinachoendelea sasa hivi Mashariki ya Kati. Wakati mvutano wote ukiendelea, viongozi wa kimataifa pamoja na Umoja wa Mataifa wameanza kutoa wito wa kusitishwa kwa vitendo vyovyote vya kijeshi kati ya mataifa ambayo yanaendelea kwa sasa kuweza kuingia katika tafaruku kubwa zaidi ya mvutano Mashariki ya Kati. Huku dunia ikifuatilia kwa karibu kila hatua inayochukuliwa na Iran pamoja na Israel, macho ya watu wengi sasa yanaelekezwa kwa Benjamin Netanyahu kuona kama atachagua njia ya mazungumzo au ya kijeshi. Je, ushauri wa rais wa Marekani Donald Trump atausikiliza? Je, dunia itaepuka vita vikubwa zaidi katika Mashariki ya Kati? Haya ni maswali ambayo majibu yake yanaweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za kimataifa katika siku zinazokuja. Kwa sasa tunaendelea kufuatilia maendeleo yote ya tukio hili na tutakuletea taarifa mpya pindi zitakapotoka. Mimi ni Abdul Qadir Mangule kutoka Dulkan TV. Usisahau ku like video hii, kushare na kusubscribe ili mradi kuendelea kupata habari za uhakika, uchambuzi wa kina na taarifa muhimu kutoka Tanzania na duniani kote nje ya mipaka ya Tanzania. Asante kwa kutazama. Hii ni Dulkan TV, tunakuunganisha na ulimwengu.